Mwanadamu ameumbwa katika namna ambayo amefungamanishwa na asili ambayo imemzunguka moja kwa moja. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kila iitwapo leo, nature huwasiliana na mwanadamu au mwanadamu anaweza pia kuwasiliana na nature. Mara nyingi mwanadamu akiharibu nature inaweza kumharibu pia mwanadamu. Lakini mwanadamu akiheshimu na kuitunza nature pia inaweza kumtunza mwanadamu. Na ndio maana unaweza ukaona katika ulimwengu ambao tunaishi katika dunia ya leo, kumekuwa na ongezeko la joto, mabadiliko ya hali ya hewa, mvua imekuwa nadra kunyesha katika baadhi ya maeneo ya ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, na asilimia kubwa ya maeneo ambayo yameathiriwa ni maeneo ambayo kulifanyika uharibifu mkubwa wa nature. Ukiharibu miti, ukaharibu mazingira, nature itakuzawadia joto pamoja na upungufu wa mvua. Hivyo janga la njaa linakuwa jirani kukukumba katika maisha yako. Lakini ukiipenda nature na kuitunza, mvua itakuwepo, joto litakuwa la kiasi, na mazingira pia yatapendeza. Chakula kitakuwepo cha kutosha katika mazingira yako. Siku chache zilizopita, kuna mwanamke mmoja katika taifa la Kenya alitrendi katika vyombo mbalimbali vya habari kwa kukumbatia mti kwa masaa 72 ambayo ni sawa na siku 3. Kama hauelewi ni kitu gani ambacho kinaendelea, unaweza ukamshangaa mwanamke yule na kumuona kama mtu aliyepungukiwa na akili. Lakini bila shaka ukifuatilia na kujua ni kwa nini mwanamke yule alifanya vile, utaweza kujua kuwa ni kwa sababu kuna kitu fulani cha kiroho ambacho alikuwa anakifanya. Kwa sababu kuna siri kubwa za kiroho ambazo zimejificha kati ya asili na mwanadamu. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia, endapo hautavaa viatu katika miguu yako alafu ukaukumbatia mti, ni kitu gani ambacho kitakwenda kutokea ndani yako. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo ambayo yatakwenda kutokea ndani yako pindi utakapofanya uamuzi wa kukumbatia mti ama kugusisha viganja vyako vya mkono katika mti, huku katika miguu yako ukiwa haujavaa viatu. Namba 1, kitendo cha kushika mti kwa kutumia viganja vya mikono yako ama kukumbatia, alafu katika miguu yako ukawa haujavaa viatu. Hicho ni kitendo ambacho kinaitwa grounding. Huwa ni kuunganishwa na ardhi. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, ardhi ni kama mama wa kila kiumbe ambacho kipo katika uso wa dunia. Hata ukisoma maandiko matakatifu kwenye vitabu ambavyo vinatokea kwenye dini ambazo tunaziamini, utakuja kugundua kuwa mwanadamu amefanyika kutokana na udongo, na udongo ni kitu ambacho kipo katika ardhi. Hivyo ardhi ni kama mama yetu. Ndio maana hata unapotaja ardhi ya taifa fulani huwa inatambulika kwa jinsia ya kike, inaitwa our motherland na sio our fatherland. Ni kwa sababu ardhi ni kama tumbo ambalo kila mwanadamu ametokana nalo. Hivyo kitendo cha kutovaa viatu ukiwa umesimama pembezoni mwa mti, ukaushika mti kwa mikono yako ama ukaukumbatia mti, unakuwa ni kama unajitambulisha kwa mama yako ambaye ni ardhi. Ardhi inapokutambua katika ulimwengu wa kiroho, kuna baadhi ya mambo ambayo huanza kufunguka. Kwa mfano, shughuli mbalimbali ambazo zinahusiana na ardhi kama kilimo. Utakapokuwa unafanya vitu hivyo, utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unapata mafanikio makubwa kwa sababu mama yako ambaye ni ardhi amekwisha kutambua. Lakini pia utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye asili inaweza kukuepusha dhidi ya hatari mbalimbali ambazo zinaweza kuja katika maisha yako. Hivyo utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unawasiliana na asili moja kwa moja ambayo ni ardhi ambayo umetokana nayo. Namba 2, utakapofanya kitendo hicho utapunguza msongo wa mawazo ambao upo ndani yako. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, mti wowote ambao umeota katika ardhi
huwa una uwezo wa kuleta utulivu katika akili ya mwanadamu, kwani kisaikolojia mwanadamu ni kiumbe ambaye akili yake inahitaji utulivu. Lakini kinachopelekea wakati mwingine mwanadamu asiwe na utulivu basi ni msongo wa mawazo. Lakini wakati mwingine kinachopelekea mwanadamu awe na msongo wa mawazo ni kwa sababu homoni ambazo zinachochea hofu pamoja na stresi huwa zinakuwa zinazalishwa kwa wingi katika mwili wa mwanadamu kuliko homoni ambazo zinamfanya mwanadamu awe na utulivu wa kiakili. Hivyo, kama wewe ni mwanadamu ambaye unahitaji kubalance homoni zako, utakapotembea bila viatu ama utakaposimama pembezoni mwa mti ukavua viatu vyako ukaugusa mti kwa kutumia viganja vya mikono yako, utajikuta unaanza kupata utulivu wa akili taratibu. Msongo wa mawazo ama stresi ambazo ulikuwa nazo zitaanza kutoweka na utajikuta moyo wako ukiwa umetawaliwa na amani, kwa sababu utaruhusu mtiririko sahihi wa energy uweze kuzunguka mwilini mwako, mtiririko ambao utakwenda kurekebisha homoni zako ambazo zinakufanya uwe na msongo wa mawazo pamoja na kukosa utulivu wa akili. Namba 3, kukumbatia mti ama kuushika mti kwa kutumia viganja vya mikono yako huku katika miguu yako ukiwa haujavaa viatu kunaondoa nishati hasi katika mwili wako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kuna nishati kuu za aina mbili ambazo huwa zina flow katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Kuna nishati chanya ambayo ni positive energy, lakini kuna nishati hasi ambayo ni negative energy. Mara nyingi nishati chanya inapokuwa katika maisha ya mwanadamu ama inapokuwa ina flow kwenye mwili wako, utajikuta unakuwa na furaha bila sababu ya msingi. Utajikuta unapata bahati ambazo awali haukuwa nazo. Utajikuta unapendwa na kila mtu ambaye ulikuwa naye. Kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako kitakuwa kinafanikiwa. Kama wewe ni mfanyabiashara, basi utajikuta katika biashara zako kunakuwa na idadi kubwa ya wateja. Utajikuta unaandamwa na bahati njema kuliko binadamu wengine, kwani positive energy ina kawaida ya kuvuta vitu vizuri vizuri au mambo ambayo yanahusiana na bahati njema katika maisha ya mwanadamu. Lakini mwanadamu anapokuwa ametawaliwa na negative energy ndani yake, anajikuta anaandamwa na mikosi. Watu wanaanza kumchukia bila sababu ya msingi. Anajikuta kile kibali cha kukubalika ambacho alikuwa nacho mwanzo kinakuwa hakipo tena. Anajikuta ni mwanadamu ambaye anaandamwa na bahati mbaya kila wakati ambazo haelewi zinatokana na nini hasa katika safari yake ya maisha. Hivyo, kitendo cha kwenda kukumbatia mti ama kugusisha viganja vya mkono wako katika mti huku katika miguu yako ukiwa haujavaa viatu, inaaminika kunaondoa negative energy ama nguvu hasi katika mwili wa mwanadamu na kuleta nguvu chanya, kwani kupitia mti ambao umeushika nguvu hasi zitakwenda kuondoka, lakini kupitia miguu ambayo umeigusisha kwenye ardhi nguvu chanya zitakwenda kuondoka, na utajikuta ndani ya muda mfupi unahisi kuna mabadiliko fulani. Uzito ambao ulikuwepo ndani yako unakuwa haupo tena. Unajikuta ghafla moyo wako umelipukwa na furaha, chemchemi ya amani inakwenda kuzaliwa ndani yako, na unajikuta mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanakukosesha amani yanakwenda kutoweka, na sasa unajikuta umeanza kuandamwa na positive energy kwa sababu negative energy inakuwa imeshaondoka ndani yako. Namba 4, mwanadamu anapofanya kitendo hicho, moyo wake unapata utulivu kuliko wakati wowote katika kipindi cha maisha yake. Moja kati ya mambo ambayo mimi na wewe hatuwezi kuyapinga ni kuwa mtoto anapokuwa mdogo anaweza akawa analia pindi anapokuwa ameshikwa katika mikono ya watu wengine, lakini pindi mtoto anapomuona mama yake huwa anapata utulivu wa kweli. Moyo wake unatulia, kilio chote alichokuwa nacho kinatulia kwa sababu anaamini yupo katika sehemu salama. Ndivyo ilivyo, sote tumetokana na udongo. Tutakapojiunganisha na udongo, basi tutapata utulivu wa kweli, kwa sababu nafsi zetu zinajua miili yetu asili yake ni udongo. Hivyo hata kama moyo wako haukuwa na utulivu, utajikuta umeanza kuupata utulivu wa kweli mara baada ya kufanya kitendo hicho. Namba 5, kitendo hicho hufanya mwanadamu kujisikia mwepesi na mwenye utulivu wa kweli ndani yake.
Matukio mbalimbali ya kimaisha pamoja na maudhi ambayo mwanadamu hukutana nayo katika safari yake ya maisha, wakati mwingine hupelekea ndani yake ajihisi uzito. Kuna muda moyo wake unaweza ukawa mzito, na kuna wakati mwanadamu anaweza akapoteza utulivu kwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo anakutana nazo katika safari yake ya maisha. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, pindi mwanadamu anapokuwa na uzito fulani ndani yake, anaweza akashindwa kufanya maamuzi kwa sababu uzito huo hupelekea ashindwe kufanya kila kitu kwa wakati sahihi. Jambo ambalo mwanadamu huyu anatakiwa kulifanya endapo atakwenda kukumbatia mti ama kugusisha viganja vyake vya mikono kwenye mti huku miguu yake ikiwa haina viatu, amini usiamini, ndani ya muda mfupi atahisi wepesi wa kweli ndani yake, atahisi utulivu wa nafsi yake, na hapo akili yake itakaa sawa na ataweza kutoa maamuzi sahihi kila wakati. Lakini atakuwa ni mtu ambaye hawezi kufanya vitu kwa kukurupuka kwa sababu ndani yake hakuna uzito, lakini anao utulivu ambao mwanzo hakuwa nao. Namba 6, kitendo hicho kinaaminika kuimarisha umakini ambao upo ndani ya mwanadamu. Moja kati ya mambo ambayo mimi na wewe hatuwezi kuyapinga ni kuwa ili mwanadamu aweze kufanya jambo lolote kwa utimilifu ambao unatakiwa, ni lazima alifanye jambo hilo kwa umakini wa hali ya juu. Lakini kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo changamoto za maisha, maudhi ya wanadamu pamoja na mtindo wa maisha, wanadamu wengi hupoteza umakini katika mambo mbalimbali ambayo wanayafanya, na hii ni sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya wanadamu washindwe kutimiza malengo yao. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha endapo mwanadamu atatembelea katika sehemu yenye utulivu, akavua viatu vyake, yani miguu yake ikabaki kuwa peku, alafu mikono yake akaigusisha kwenye mti, amini usiamini, kuna nguvu fulani ambayo itakuwa ina rotate katika mwili wa mwanadamu ambayo inatokana na ardhi pamoja na mti, na inaaminika nguvu hiyo huwa ni nguvu ambayo inaweza kumfanya mwanadamu akaweza kuwa makini zaidi. Yani itakwenda kuondoa ile hali ambayo ilikuwa inamfanya mwanadamu ashindwe kufocus anapokuwa anawaza kitu fulani ama anapokuwa anafanya kitu fulani, na kitendo cha kushindwa kufocus huwa kinapelekea umakini ukapotea katika maisha ya mwanadamu. Utajikuta unafanya vitu kwa umakini wa hali ya juu, na utajikuta asilimia kubwa ya vitu ambavyo unaanza kuvifanya vinaleta matokeo chanya kuliko wanadamu wengine. Namba 7, kitendo cha mwanadamu kukumbatia mti ama kugusisha viganja vya mikono yake katika mti huku miguuni mwake akiwa hajavaa viatu, inaaminika ni kitendo ambacho kinaleta mlinganyo sawa wa kihisia katika mwili wa mwanadamu. Tunaishi katika ulimwengu wenye matukio mbalimbali. Yapo matukio ambayo huwafanya watu wawe na huzuni, lakini yapo matukio ambayo huwafanya watu wawe na furaha. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, wakati mwingine mwanadamu anaweza akajikuta kitu kidogo tu kikitokea kwenye maisha yake, anajikuta anakuwa na huzuni wiki nzima, yani anakuwa ni kama mtu ambaye amepaniki na kupoteza matumaini ya maisha. Lakini mtu huyo huyo, hata kitu cha furaha kikitokea kwenye maisha yake, furaha inadumu kidogo na kupotea, na inarudi huzuni ya kitu fulani kidogo ambacho kilitokea katika siku zilizopita. Mara nyingi hawa ni wanadamu ambao maisha yao yametawaliwa na huzuni, hasira pamoja na simanzi kuliko furaha. Binadamu hawa hawana furaha katika maisha yao kwa sababu miili yao imekosa msawazo wa kihisia. Ndiyo maana hisia mbaya zinakuwa nyingi ndani yao kuliko hisia nzuri. Ili uweze kuwa na msawazo mzuri wa kihisia, unatakiwa kufanya hivi: hakikisha unatafuta sehemu yenye utulivu, vua viatu vyako, alafu kumbatia mti ama gusisha viganja vya mikono yako katika mti kwa kipindi fulani. Utakapofanya hivyo, utajikuta huzuni ambazo hazina msingi zilizokuwepo ndani yako zitatoweka. Hasira ambayo ilikuwa inakufanya upoteze furaha itatoweka, na utajikuta wewe ni mwanadamu mwenye msawazo wa kihisia. Utakuwa na furaha katika wakati ambao unatakiwa kuwa na furaha, na utakuwa na huzuni katika wakati ambao unatakiwa kuwa na huzuni. Kamwe hautakuwa na hasira wala huzuni nyakati zote za maisha yako, kwa sababu msawazo wa kihisia utakuwepo ndani yako. Namba 8, kitendo cha kukumbatia mti huku katika miguu yako ukiwa haujavaa viatu, inaaminika kinaondoa tatizo la kutopata usingizi.
Wapo baadhi ya wanadamu ambao pindi wanapolala hawawezi kupata usingizi. Zipo sababu mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea mwanadamu asipate usingizi, ikiwa ni pamoja na kula usiku sana, yani kula muda mfupi kabla ya kwenda kulala. Ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea mwanadamu asipate usingizi, kwani kibiolojia mwanadamu anapokula chakula, basi kongosho huwa linatoa insulini ambayo inakwenda kuregulate sukari katika damu ya mwanadamu. Insulini inapokuwa nyingi katika damu ya mwanadamu hupelekea homoni ambazo zinapelekea mwanadamu apate usingizi zisiweze kufanya kazi vizuri, na kitendo hicho hupelekea mwanadamu asipate usingizi. Lakini inawezekana wewe ni mwanadamu ambaye huwa unazingatia muda sahihi wa kula chakula. Pamoja na hayo yote, lakini bado unajikuta mara nyingi unapokwenda kulala haupati usingizi. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, hebu jaribu kutumia muda kidogo. Vua viatu. Unaweza ukaamua kutembea bila viatu katika udongo, ama unaweza ukaamua kwenda katika mti, sehemu yenye utulivu, ukavua viatu vyako, alafu ukagusisha viganja vya mikono yako kwenye mti, na tatizo la kutopata usingizi linaweza likaondoka kabisa, kwa sababu kuna uwiano sahihi ambao utatokea katika mwili wako. Namba 9, kitendo hiki kinaaminika kuimarisha neva za mwanadamu. Pindi utakapokwenda kufanya kitendo hiki, kuna wakati ambao utahisi mwili wako ni kama umepata joto ambalo mwanzo haukuwa nalo, ama kuna muda unaweza ukapata mtetemo kidogo. Inaweza ikawa ni mikononi au katika miguu yako. Jambo hilo hutokea kwa sababu kuna nguvu ambayo inakwenda kuingia katika mwili wako, ambayo inakwenda kuimarisha neva katika mwili wako. Namba 10, kitendo hiki kinakwenda kuongeza positive energy katika mwili wako. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo zimetokana na tamaduni za pande mbalimbali za hii dunia, imekuwa ikiaminika kwa miaka mingi, kitendo cha mwanadamu kukumbatia ama kugusisha kiganja chake cha mkono katika mti, huku katika miguu yake mwanadamu akiwa hajavaa viatu, hiki ni kitendo ambacho humuongezea positive energy mwanadamu. Kama nilivyokuambia hapo nyuma, positive energy ina faida kubwa katika maisha ya mwanadamu, kwani ni nishati ambayo kila mwanadamu anaihitaji. Kila jambo jema ambalo hufanyika kwenye uso wa dunia hutokana na nguvu chanya, na kila jambo baya ambalo hufanyika katika uso wa dunia hutokana na nguvu mbaya. Mwanadamu anapokuwa na nguvu mbaya, atakuwa na hasira, atakuwa na huzuni, atakuwa na msongo wa mawazo, lakini hata milango yake ya mafanikio itakwenda kujifunga, kwa sababu ataandamwa na mikosi kila wakati kwenye safari yake ya maisha. Hivyo kitendo cha kwenda kuukumbatia mti ama kugusisha viganja vyako vya mikono huku kwenye miguu yako ukiwa haujavaa viatu, hiki ni kitendo ambacho kitakwenda kufungua njia za mafanikio kwenye maisha yako, kwa sababu positive energy huja na bahati njema, furaha pamoja na matukio mbalimbali mazuri kwenye maisha yako. Namba 11, kitendo hicho huondoa uchovu wa ghafla ambao mwanadamu alikuwa akiupitia katika mwili wake. Kutokana na matendo mbalimbali ambayo mwanadamu huyafanya katika siku yake nzima, mwili wake huwa unapata uchovu, na huu ni wakati ambao mwanadamu anatakiwa kufanya jambo fulani ili uchovu huo uweze kuondoka. Wapo baadhi ya wanadamu ambao huchukua maamuzi ya kunywa vidonge ambavyo vinaaminiwa kuondoa uchovu katika mwili wa mwanadamu, lakini jambo ambalo nataka nikuambie ni kuwa kila kitu ambacho tunakihitaji Mwenyezi Mungu alikiweka katika mazingira ambayo tunaishi. Kipo katika mazingira ya asili, kwani Mwenyezi Mungu ni mjuzi kuliko wengi wanavyodhani. Jambo ambalo unaweza kulifanya na kuondoa uchovu wa ghafla, mwili wako ukarejewa na nguvu kama iliyokuwepo mwanzo, ni kwenda kugusisha viganja vyako katika mti, huku katika miguu yako ukiwa haujavaa viatu. Utakapofanya hivyo kwa muda fulani, utajikuta mwili wako umeondokwa na uchovu, na mwili wako utaipokea nguvu ya ghafla ambayo hautaelewa imetokana na nini, bali ni kwa sababu kitendo hicho kitafanya restoration of power katika mwili wako. Namba 12, utaunganishwa na asili. Moja kati ya mambo ambayo yatakwenda kutokea utakapofanya kitendo hiki, utahisi amani ya kweli ndani yako, lakini nafsi yako itapata hisia ya moja kwa moja kuwa wewe ni mwanadamu ambaye umeunganishwa na asili. Vitu mbalimbali ambavyo vinakutatiza ndani yako vitakwenda kuondoka, na utahisi amani ambayo hautaelewa amani hiyo imetokana na nini, bali ni kwa sababu mwanadamu anapojiunganisha na asili
amani ya kweli huwa inazaliwa ndani yake, nawe pia kitendo hicho kitakwenda kuzaliwa ndani yako. Yapo mambo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, mimi sina budi kuishia hapa. Ikiwa wewe ni mwanadamu ambaye unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na nature, uhusiano ambao upo kati ya mwanadamu na nature, hakikisha unaendelea kujifunza kupitia vyanzo mbalimbali, kwani mimi hapa ninakudokezea tu, lakini upana wa elimu hii unaweza ukautafuta wewe mwenyewe. Niishie hapa na ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza. Nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye.